Sasa hiyo siku mimi nilikuja na tuktuk nyumbani na mimi sikuweza kulala pamoja na familia yangu. Tulilala nje tukilinda tuktuk. Okay, Makoroma ni jina lenye nilipewa na watu au naweza sema mtu, alafu ndio ikawa sasa watu wananiita kwa sababu mimi napenda sana kula makoroma. Lakini kimimi siwezi nikasema ni kweli nilipaswa kupata gari, ila kufikia hapo tu nasema nashukuru na kile nilichokipata kwa sababu majaji waliona mimi na deserve kwa namba 2, so nashukuru pia. Kuhusu ule mdada itabaki tu vile vile kwamba simjui na tusiongee sana kumhusu kwa sababu ni kama tutakuwa tunamtengeneza sasa. Shaipatana na hizo comments kwamba wewe unafinya sauti sana, wengine wanasema haujui kuimba, wengine wanasema yani niangalie mambo mengine niachane na muziki. Sasa hapo nitakuwa naitisha changu kwa sababu sasa nikimpigia simu mama yangu nikwambia mimi niko kwa shida, naomba msaada wako, atanitumia tu ile la tuktuk maana yake ndo anaweka. Hello, mambo vipi mfuatiliaji wa Sports One Media, kama kawaida presenter wako MC Bizo Saba, na leo bana nina furaha maana ninakuletea mazuri ambayo tunajua sisi hatuna mbambamba. Sports One Media, the only online TV in Magarini that does the best. Na leo bana, ikiwa ni weekend burudani, tuna mengi ambayo tumeweza kukuandalia, na itakuwa si vyema kama tukiingia kwenye mada ya leo bila kuwafahamisha tupo mazingira gani. Bana, mazingira ni ya Regalo Guest House and Restaurant, mazingira mazuri yanayopatikana Gongoni, ambayo unaweza ukaja na familia yako mkaja mkaenjoy vyakula, vinywaji vipo pamoja na maeneo ya kupumzika ama ya kulala. Now ladies and gentlemen, with me here is the guest, jamaa ambaye amefanya vyema kabisa kwenye Kilifi Rising Stars. Ametisha kule, jamaa amefanya maajabu, jamaa amemkubali kwa ukubwa zaidi, au sio? Najua utakuwa unataka kujua ni nani huyu ambaye tunamwongelea hapa. Namleta hapa mshindi wa pili ambaye ameweza kujizolea tuktuk pale kwenye Kilifi Rising Stars. Kufikia hapo utakuwa umejua ni nani namuongelea. Bana, namuongelea Makoroma mwenyewe in the building. Tuko naye Makoroma. Inakuaje bro? Poa sana. Mambo mazuri? Fresh. Bana, tumepoteana bana. Mishe mzee baba. Mishe. Yeah. Ikiwa ni muda sasa hatujapatana, una yapi mapya ambayo umeweza kutuletea? Mapya ni kwamba watu endelee kutegea, kazi zinakuja. Yeah. Bana, tulikuwa leo kikubwa ambacho tulikuwa tunataka kuzungumzia ni kuhusiana, tuna mengi ambayo tunafaa kujua kutoka kwako Makoroma, lakini leo hii ningeomba tuzungumzie Kilifi Rising Stars. So tutakuuliza machache, lakini pia tutakuwa tunaangazia sana Kilifi Rising Stars, japokuwa tunajua safari yako ya muziki imeanzia mbali, lakini sisi tutakuwa tunaianzia hapo kwa Kilifi Rising Stars. Lakini kwa kuanzia Makoroma, mbona Makoroma, ili jina Makoroma lilikaje ama ilikuwaje mpaka ukajikuta ama ukapata watu wanakuita Makoroma? Okay, Makoroma ni jina lenye nilipewa na watu au naweza sema mtu, alafu ndio ikawa sasa watu wananiita kwa sababu mimi napenda sana kula makoroma. Badala madafu mimi nakula zile madafu zenye zimekomaa kidogo, hizo ndo zinaitwa makoroma. So nikienda shamba sitakagi yale madafu yale machanga sana, unafanya kunini na kijiko. Mimi napenda vitu vya kutafuna mzee. Sasa makoroma, kwa wale ambao hawajui sana, wale ambao si wa pwani hawajui sana mambo ya nazi. Makoroma ni ile nazi ambayo ishatoka tayari kwenye dafu, si dafu na si nazi. Sasa iko pale katikati pale, hiyo ndo inaitwa makoroma, ambayo msanii wetu hapa alijikuta anaitwa. Sasa Makoroma, ili jina bila shaka ulilipata hata kabla uende gerezani, si ndio? Ya, jina nililipata nikiwa na miaka kama 15 hivi. Okay, so ulipoenda gerezani ukawa pia bado wanakutambua kama Makoroma? Okay, jina Makoroma ni jina ambalo sikuwa nalipenda kwa sababu kuna watu nishawahi wapiga, kuna watu tushawahi kosana kisa hilo jina, lakini mwisho wa siku ikatokea kwamba jina lishachukua nafasi yake, kila kitu nikamua basi wacha tuliendelee. Umetambua sasa kwamba wewe ni msanii.
wewe ni msanii, uwezo wa kuimba unao, jamaa wamekukubali. Mbona sasa hukutaka kuja na idea ya jina lingine la kisanii ukaamua kubaki na Makoroma? Ya, nakumbuka ngoma ya kwanza nikienda kufanya Wasinisahau nikiwa gerezani, nilitaka kutumia jina lingine ambapo nilikuwa napenda nitumie jina Tinted Boy kulingana na muonekano wangu, lakini jamaa mwenye alikuwa amenisimamia kuweza kurekodi ile ngoma akaniambia kwamba nimesikia ukiitwa jina Makoroma, watu hawajui hiyo Tinted Boy, kwa hiyo mimi naona ni vyema ungetumia tu hiyo ya Makoroma, so kaamua kufanya hivyo. So ndio mpaka sasa ni Makoroma. Jamaa walikuwa washakubali tayari jina la Makoroma, hadi ulivyoleta Tinted Boy bado likawa limebuma, Makoroma ndo linajulikana, ndo mpaka sasa hivi ni Makoroma. Ushafikiria labda mbeleni utaweza kuja kubadilisha jina? Asiwezi kubadilisha jina, labda aka Makoroma aka something aka Rubani. Wazi kabisa, Makoroma aka Rubani. Kumbuka mfuatiliaji, Makoroma ni mshindi wa pili wa Kilifi Rising Stars, jamaa ambaye ameweza kufanya vizuri kule mpaka kufikia hatua hiyo ya kupata ama kujishindia tuktuk. Makoroma, safari yako ya Kilifi Rising Stars kuanzia mashinani mpaka finals imekuwaje? Haijawa rahisi kwa sababu kando na kwamba tumeanzia mashinani, nafikiri mashinani tulikuwa watu 25 pale, so sina hesabu ya wale watu waliotoka katika wale 25 katika hii sub county yangu ya Magarini, ila baada ya hapo mimi kuchaguliwa, basi tulienda kupata na watu 70 huko kwenye tulienda. So hii safari haijakuwa rahisi kwa sababu ukiangalia katika watu 70 hadi namba 2 sio rahisi kabisa. Watu 70 mpaka namba 2 hapo, kwa maana hiyo umeshinda watu karibia 60 na 8. Ni jambo kubwa sana ambao uliweza kulifanya. Sasa Makoroma, mashabiki pamoja na watu mitaani huko mitandaoni wanasema kwa performance ile uliyoifanya wewe ulifaa kutoka na gari na si tukutuku. Vipi hizi comment umezipata labda? Ya, ni vitu ambavyo nimekuwa nikiona kwenye mitandao, ni story ambazo zinaendelea kila siku, lakini kimimi siwezi nikasema ni kweli nilipaswa kupata gari, ila kufikia hapo tu nasema nashukuru na kile nilichokipata, kwa sababu majaji waliona mimi na deserve kwa namba 2, so nashukuru pia. Okay, sasa safari hii ya Kilifi Rising Stars, ni sehemu ipi ya hii safari ambayo umeona imekuwa na changamoto kubwa sana, ama changamoto ambayo ilikushika mpaka ukajuta heri usingejiunga kabisa na swala hilo la Kilifi Rising Stars? Okay, changamoto zipo ambazo niliweza kuziona, lakini nikisema nitazisimulia hapa, hapana. Hiyo tutazungumza wakati mwingine ndipo tukipata nafasi. Ni sawa sawa. Changamoto zipo, ila ataziuma kidogo mpaka wakati mwingine atatuambia. Sasa Makoroma, maneno yamekuwa mengi sasa hivi, watu wamekutambua kwa ukubwa, walikuwa wanakujua na wamezidi. Wale ambao wanakujua sasa hivi kuna wapi ambao wameongezeka? Nikawa napitia mitandao juzi bana nikapatana na mdada pale, sijui anaitwa Esther nani yule, kwamba kuna post aliweka pale nzuri tu. Kiupande wangu sikuiona kama ilikuwa mbaya, kwa sababu mimi mwenyewe niliamini ni ukweli alichokisema pale, lakini baadaye wewe ukaje uka post yako kwamba unakanusha ile kauli. Vipi hapo? Kuhusu ule mdada itabaki tu vile kwamba simjui na tusiongee sana kumhusu, kwa sababu ni kama tutakuwa tunamtengeneza sasa. Yaani wewe umekataa kabisa yule mdada aingie kwenye upepo wako? Yule simjui, mimi simjui, hata sijui anatokea wapi, yani sijawahi kukutana na yeye, sijawahi ongea na yeye, na kama nilivyosema pale, kama yeye ana ushahidi kwamba mimi na yeye tuliwahi kudate ama tulishawahi kuongea stories hizo za mimi na yeye kupendana, basi alete ushahidi wake pale. Alete ushahidi wake pale. So wewe humjui kabisa? Simfahamu. Vipi wewe unaona kama anajaribu kutumia jina lako kujinufaisha pengine? Nafikiri labda ameamua kutembea na upepo wangu, lakini nimesema hilo tuliachi tu kwanza, kwa sababu
Mimi sijisikii kulizungumzia. Ni sawa, hii ni kwa faida ya mashabiki Makoroma, kwamba wangetaka kujua vipi, kwa sababu hawaelewi. Inapata comment pale, jamaa wanasema kwani kuna ubaya gani bana, si ungemwacha tu afanye anachotaka, pia yeye anakuongezea followers nini. Vipi wewe unahisi yeye kufanya hivyo pengine kungekuletea ubaya ama uzuri kwa kuongezea? Unajua, mwisho wa siku swala la mziki na familia ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo kama utaamua familia iharibike kisa mziki, basi hapo utakuwa hauna malengo kiukweli. Unajua tunafanya mziki ili tuweze kupata maisha mazuri, ndio tulee familia fiti. So kama kutakuwa kuna mtu anakuja na aweze kuleta vitu ambavyo vitakuwa vinafanya familia ivunjike, so unaona hapo itakuwa hata mziki haina maana yoyote sasa. So tukiachana kwamba Makoroma ni msanii, pia bado ni baba wa familia. Kwa hiyo jameni, tufanye vitu kwa heshima. Bwana Makoroma akiwa na new management pale ya Willy mzazi Tuva. Vipi hili swala lina ukweli kwamba mzazi ni manager wako sasa hivi wa muziki? Hilo alijawekwa wazi, kwa hiyo hatuwezi nizungumzia kwa sasa. So hilo bado, lakini kuna mikakati itafika muda wake, venye ilifikia muda mpaka saizi watu wanaelewa Makoroma ni mwimbaji na ashawaishinda tuktuk kwa Cliff Rising Stars. Pia hilo ikiwa lina ukweli fulani, basi litakuja kubainika tu, so tuliweke kando kwa sasa. Makoroma tukiendelea kupiga naye story, mtazamaji, mshindi wa pili huyu kwenye Cliff Rising Stars, tupo naye hapa ndani ya Sports One Media, tunazidi kupiga naye story. Sasa tukiachana na tuktuk Makoroma, ni faida gani zingine ambazo zimeweza kujitokeza kutokana na swala hili la Rising Stars? Enyewe ni kumshukuru Mungu, kwa sababu ni kama mnavyojua nilianza mziki ilikuwa ni 2021 ndio niliingia studio. Japokuwa nilikuwa gerezani, sikuweza kupata ile nafasi ya kusema kwamba nimeingia kwa mziki moja kwa moja, ila tangu nitoke gerezani ambapo ilikuwa ni 2024 mwezi wa 3 tarehe 1 hadi mwaka wa 2025 mwezi wa 12 tarehe 17, ambayo ndio siku yenye nilienda kwenye mashindano ya Cliff Rising Stars Gongoni pale Mapimo Polytechnic. So Cliff Rising Stars naweza sema kwamba imenipea nafasi kubwa ya kuweza kujulikana, sio Kilifi County tu peke yake, bali ni Kenya nzima kwa ujumla, sababu ni mengi ambayo naiona yamekuja na yanaendelea kuja kwa sababu ya Cliff Rising Stars. So Cliff Rising Stars imenifanya yani nijulikane, yani sio kama nyuma before Cliff Rising Stars. Kwa maana hiyo kwamba kolabo zipo? Kolabo ziko nyingi sana, zenye ziko kidogo zenye zimefanyika na ziko ambazo zitaendelea kufanyika. Katika pitapita yako labda mitaani, mitandaoni, ushapatana na comment ambayo inasema haujui kwamba wewe si msanii, usanii haukufai kabisa? Nishawahi patana na hizo comments kwamba wewe unafinya sauti sana, wengine wanasema haujui kuimba, wengine wanasema yani niangalie mambo mengine, niachane na muziki. But mimi naamini mimi mwenyewe najiamini kwamba muziki ndio kila kitu ambacho mimi ninaweza, na nobody can say siwezi. Kwa wale ambao mlikuwa pamoja, ambao walikuwa wanaendelea kuchujwa hivyo mpaka toka quarter finals mpaka semi mpaka mkaingia finals, pengine unahisi kuna wenye walikuwa wana deserve kwamba wakushinde labda ama wakupite kwa namna moja ama nyingine, lakini wakaweza kuachwa? Wapo watu kama hao ambao ulikuwa unaamini sana kwenye uwezo wao hata kuliko wako? Mimi kiukweli ni kwamba katika Cliff Rising Stars niliona vipaji vikubwa sana. Sisemi kwamba walikuwa na uwezo wa kunipita yani, au kwamba mimi sikuwa nawafikia,
ila uwezo wa vipaji ambavyo nilikuwa naviona ni uwezo mkubwa sana. Sema kwamba kuna judges na yale maono ya wale majudges yalifikia mahali kwamba wale watu waweze kuchujwa na Makoroma endelee kubaki kwenye hayo mashindano. Ila kikweli ni kwamba kuna vipaji vikubwa sana ndani ya Kilifi County, hasa Magarini. Nimeona watu ambao tulikuwa sote huko wanafanya vizuri sana, ila sema labda bahati haikuwa upande wao, ila kuna watu wana uwezo. Hata mimi mwenyewe nilipofika huko, wakati tukifanya mazoezi nilikuwa nashtuka, maana kuna watu walikuwa wanafanya vitu ambavyo sikuwa nategemea kabisa. So vipaji viko, na hata kama kutakuwa kuna wakati mwingine itatokea basi Kilifi Rising Stars tufanye tena, itabidi tuwe makini sana, maana watu wamerudi na wameamua kujipanga. Endapo kitokea tena swala kama hilo, basi itakuwa amazing sana. Vyema sana Makoroma. Sasa kwa mfano wewe ungekuwa pale kama judge, wewe si msanii sasa, ama wewe si msanii, wewe ni kama judge pale katika swala zima lile la finals pale, ni wasanii gani watatu ambao wewe ungeweza kuwaeka kama washindi wa kwanza, wa pili na watatu? Unasema kando na mimi, kando na wewe, na pia katika wale ambao waliingia finals? Okay, unamaanisha kando na mimi na wale ambao wale watatu, wale wawili wengine, ambapo mshindi wa kwanza, mimi wa pili na mshindi wa tatu tuweke kando? Hapana, wewe mwenyewe ndio uko kando. Mimi mwenyewe niwe niko kando. Uko kando, alafu tunaongelea hao waliobaki sasa. Wewe ni judge. Okay, mimi labda ningechagua watu wengine, lakini sasa sema, unajua majudges walikuwa ni zaidi ya mmoja. So labda mimi ningesema mtu fulani angepata max kubwa, lakini kwa meza nyingine hapo wangeshukisha. So mimi labda ningepitisha mtu ambaye hata mwenzangu labda asingempitisha, kwa sababu kila mmoja na yale maono yake. Lakini kiukweli ni kwamba vipaji mzee kwa Kilifi Rising Stars vilikuwa vingi. Makoroma wa kwanza, wa pili na watatu, upande wako nani angechukua? Okay, labda mimi namba ngapi? Namba tuseme basi ningepea Virus Vina, nisingemwacha kwenye list ya 1 2 3 hapo. Ambaye angechukua position gani? Katika 1 2 3 moja asingekosa. Makoroma unakwepa sana. Sawa, wa pili ambaye pia hangekosekana basi. Wa pili ambaye asingekosekana pale, kuna kijana pale alikuwa anaitwa The Deca. Yeah. Kuna ngoma alikuwa anaimba pale inaitwa Zanguni Zauchi. Okay, ama awe ni yule jamaa spoken word? Hapana, huyo alikuwa anaimba ni rapper. Huyo ni rapper. So anaitwa Deca. The Deca. Alafu watatu sasa tungeangalia mdada mmoja pale anaitwa Patricia. Yule mdada fulani vile alikuwa anaimba cover song, lakini she's amazing kwa sauti yake, yako fit sana. Anaitwa Patricia nafikiri yule. Patricia. Sawa, na mmoja wa ziada. Tengadingo. Tengadingo. Unamjua Tengadingo? Huyo ni upi huyo? Yule albino kidogo. Albino. Sawa. Na Makoroma, sasa umekuwa wa pili katika swala zima la Kilifi Rising Stars. Ushindi umeonekana, kila mtu anakubali uwezo wako, lakini sasa kuna baadhi ya kauli. Unajua mimi ni mtu wa kupekua sana hizi story nini, na nimepishana na kauli tofauti, lakini kuna hii kauli ambayo ningetaka wewe binafsi uizungumzie kama hautojali. Lakini kauli ni kwamba swala zima hili la Kilifi Rising Stars limetumika kisiasa, kwamba hii yote ni siasa. Kaunti yetu ama serikali yetu ya kaunti inajaribu kuandaa vijana
ama kuwa train, sijui ni kufanya nini, lakini mwakani pengine watakuja wawe campaigners wa vitu kama hizo. Sijui hili swala ungeliongelea. Okay, swala la Kilifi Rising Stars kwa sasa hivi mimi nachukulia kama program ambayo ilisaidia vijana na najua bado itakuwepo, itaendelea kusaidia vijana. So kama itatokea basi iwe kuna vijana wale ambao waliweza kuhusika kuparticipate katika Kilifi Rising Stars watakuja kuchaguliwa kuwa makampena. Sasa itakuwa ni maamuzi ya mtu binafsi kuweza kufanya kampeni za siasa, lakini kimimi ninachukulia kama Kilifi Rising Stars sichukulii kisiasa kabisa. Naichukulia kama ni program tu ya county ambayo wameamua county kuleta ili kuweza kusaidia vipaji kama mnavyoona sasa hivi. Mimi singekuwa Kilifi Rising Stars, labda ningekuwa bado najitafuta hata kujulikana nje ya Mjanaheri au nje ya Magarini. Vipi kama ingekuwa ni swala la mtu binafsi kujiamulia kwamba ataingia kwenye kampeni ama kwenye siasa? Vipi wewe na siasa? Siasa sio mbaya na siasa sio nzuri. Mimi siwezi nikasema kwamba sitaki siasa, kwa sababu ili maendeleo yaweze kupatikana katika sub county yetu ya Magarini au jimbo letu la Kilifi, lazima vijana tujihusishe katika hizo vitu hizo. So kimimi siasa tafanya tu kampeni kwa yule mtu ambaye najua huyu safi. Mi siasa niko kufanya siasa, mimi nitafanya, lakini sifanyi siasa kama biashara kwamba mtu yoyote ule anilipe niweze kumfanyia siasa kwa sababu amenilipa. Mimi na nitafanya siasa ya kujitolea, sababu unaona huyu mtu anafaa kutuongoza ama kukaa hapo kwenye hicho kiti. So kwa maana hiyo utakuwa haufanyi siasa kwa sababu pengine ulisaidika kwa njia moja ama nyingine, utakuwa unafanya siasa kumchagua yule ambaye ama kumpigia kampeni yule ambaye wewe mwenyewe unahisi anaweza kuongoza. Mimi nitafanya siasa ama nitapiga kampeni kwa mtu ambaye naona kabisa yeye ana maono na ako ready kusaidia jamii ya Magarini au jamii ya Kilifi County kwa ujumla. Mimi huyo sitaweza kupinga, tatembea naye guu mosi guu pili. Wewe mwenyewe miaka 15 ama hata 20 inayokuja, vipi unajiona ukiwa kwenye uongozi? Uongozi unamaanisha wa kisiasa, viongozi wa kiserikali? Ya Mungu ni mengi na pia hatuwezi jua kesho. Labda ikitokea basi unajua ule huwa ni msukumo fulani mpaka uingie katika, sijui iseme ni moyo ama inaingia kwenye kichwa, lakini ikifikia msukumo huo umeingia katika mwili wangu, basi kwa nini nisifanye hivyo? Tafanya. Mfuatiliaji, tupo naye guest wetu hapa ambaye ni Makoroma, mshindi wa pili kwenye Kilifi Rising Stars. Tunazidi kupiga na story. Bila shaka pia mazingira tulio ni mazingira ya Regalo Guest House and Restaurant, sehemu nzuri ambayo unaweza ukaja na familia yako, mkajienjoy, mkala, vinywaji vipo pia mkanywa, baadaye mkapumzika kwa mazingira yaliyotulia. Vile vile behind the lens pale muite Super Michael Katereski kuhakikisha kwamba anasua pale kuhakikisha kwamba vitu vinatoka vizuri kwa ajili yako wewe mfuatiliaji. Tukiendelea Makoroma, mwaka ndo tumeuanza sasa hivi. Ipo miezi mingi sana ambayo tuko nayo mbele yetu. Vipi, tunatarajia nini kutoka kwa Makoroma? Kimziki au? Kimziki. Nyinyi kama mashabiki au mabloggers, mi nawaahidi kwamba kazi ndio sasa tunaenda kuanza rasmi. Yaani muda mfupi tu kuanzia sasa. Inaweza hii wiki isiishe au ile wiki ijayo isiishe. Vitu vya moto. Nadondosha mawe, yani balaa tu. Una vitisho bana. Sasa so far kuna msanii gani tumtarajie kwamba unaachia naye jiwe? Hiyo acha kwanza iwe siri. Acha iwe siri kidogo kwanza, watu tu wategemee tu surprise, yani mtafanya kushtuka tu. Makoroma ametoka na ngoma pamoja na msanii fulani.
ambao tayari wengine nishafanya nao kazi, hata ziko pending, tunasubiri mikakati tuweze kuachilia hizo ngoma. So siwezi nikasema moja kwa moja sasa hizi kwamba nimefanya ngoma na mtu fulani, nataka iwe surprise kwenu. Tukiongelea mziki wa Kilifi, wasanii wapo kina nyinyi na wenzako wengi ambao mnaweza kufanya vizuri kwenye industry ya mziki wa Kilifi. Unahisi ni jambo gani ambalo serikali yetu ya kaunti ikifanya itaweza kusaidia na italeta manufaa kufanya wasanii wetu waonekane kwa ukubwa kimataifa? Serikali ya Kilifi kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuwekeza sana katika upande wa muziki. Wasiangalie tu upande wa mipira peke yake au kucheza ball peke yake. Wawekeze pia upande wa waimbaji ndio waweze kusonga, kwa sababu watu wana talent lakini bila support hakuna mahali wanaweza enda. So hata pia nyinyi watu wa media pia mwe mnazingatia pande zote. Upande wa wasanii mwe mnaangazia, kama ni football mwe mnaangazia, yani msiache mtu kando. Mwenye atabebwa na upepo wa kutoka abebwe na upepo wa kutoka, mwenye hata patikana na bahati ya kutoka acha iwe ni yeye mwenyewe tu, lakini nyinyi kama wana media mwe mnafanya kazi zenu za kusupport, na pia serikali ya county na Kenya mzima pia iweze kusupport upande wa talent kama venye Bongo wanafanya. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, tuktuku iko kwenye mazingira gani? Iko barabarani ikifanya kazi ama bado imechill pale? Unasherehekea ushindi? Tuktuk sasa inafanya mambo baba. Tayari shaanza kuingiza maokoto. Tuktuk sasa hii wiki sasa ni ya pili sasa. Inaendelea kuzingatia maokoto. Kitu cha kwanza kabisa ulichokifanya baada umefika nyumbani na tuktuk pale, ni nini kilifanyika pale nyumbani? Unamaanisha ile tarehe moja sasa venye nimepewa tuktuk nimekuja mpaka nyumbani? Sasa hiyo siku si mimi nilikuja na tuktuk nyumbani, na mimi sikuweza kulala pamoja na familia yangu, tulilala nje tukilinda tuktuk. Yaani Makoroba umewakusanya kabisa wazazi na ndugu, mnalala nje mnalinda tuktuk. Sio swala la kuwakusanya, bali walikuwa nje wenyewe. Hata wao wenyewe waliona hiyo ndio kitu ambacho tunapaswa kufanya, maana yake wewe unaliwa. So alafu ikawaje sasa? Kulikuwa na sherehe labda? Sherehe ilikuwa kidogo ya familia tu pale, lakini bado tunang'ang'ana kwanza mambo yaweze kwenda sawa, tuweke sherehe kubwa kabisa yenye itakuwa ni ya kuenjoy na baadhi ya watu ambao wamekuwa kisupport mpango mzima huo wa mimi hadi kufikia malengo yale ambayo yaliweza kuonekana. So hadi saizi kuendelea kung'ang'ana tu, tunalala nje kulinda tuktuk, tuwezi lala ndani. So tuktuk bado ni mpya, ile bado ni mpya, kwa kuilinda si vibaya, kwa sababu najua macho ya wanadamu nayo ndo kama hivyo. Ila tukimalizia Makoroma, ongea na mashabiki, pengine ngoma zako wanazipata kwenye handles gani za kimitandao waweze kufuatilia pale wa show love? Hey guys, this is Makoroma ukipenda rubani. Ngoma zangu mimi kuanzia sasa hivi zinapatikana kwa all digital platforms. Alafu mimi unanipata kama Makoroma. Facebook ni Makoroma, TikTok ni Makoroma, YouTube ni Makoroma, yani kila sehemu ni Makoroma. Naomba mashabiki muweze kunifollow pale Facebook, mnifollow TikTok, pia pale YouTube muweze kusubscribe, mlike na mshare, ili muwe tayari kuweza kupokea vile vitu ambavyo vinakuja. Maana vitu venye vinakuja sio vya mchezo, ni vitu vya moto. Mawe pale anaweza kudondoshwa YouTube, naenda TikTok pale umfollow Makoroma, Instagram, kwenye hizo mitandao zote za kijamii, jamaa Makoroma anaweza kupatikana pale. Swali la mwisho ambao hii ni challenge sasa nataka nikupatie. Mimi najua baada ya wewe kushinda tuktuk ulijizolea marafiki wengi sana, mpaka sasa hivi tunavyoongea najua kuna watu ambao labda unawajua walikuwepo mwanzoni na wale ambao wameweza kuja sasa hivi kwa sababu ya manufaa ambao yapo pia unawajua. Sasa nataka yule rafiki yako ambao unajua kabisa tangu unakula madafu au sijui ndo nini mpaka sasa hivi
yupo si ndio rafiki kama huyo ambaye amesimama na wewe kabisa tangu chini mpaka hapo ulipofikia? Okay, mi rafiki yangu mkubwa kabisa ambaye amesimama na mimi kutoka nikiwa chini hadi saa hizi kwenye nimefikia hapo, familia yangu, baba yangu, mama yangu. Basi hao ndio marafiki ambao naweza nikasema ni marafiki, hawajawahi niacha kwa hali yoyote, hawajawahi nitupa kabisa. So hao ndio marafiki wangu kabisa wenye nawatambua. Sasa kama hao ndio marafiki ambao unawatambua, mzee wako na mamako, mimi nilikuwa nataka wewe mwenyewe hapo ufanye kitu ambacho utajisikia wewe kuwa challenge nacho, awe mamako ama awe babako. Mpigie simu umwambie unachojisikia kufanya wewe, tuone reaction yake itakuwaje. So wewe utajua kama utamwambia uko kwenye mazingira gani na unataka nini, alafu sisi tutakuwa hapo tu tukisikiza hao marafiki wana react vipi wewe ukiwa na mazingira hayo. Unaonaje hapo? Ukisema hivyo unamaanisha labda ni muombe msaada mama yangu ama baba yangu, sio? Kitu kama hicho. Sasa hapo nitakuwa naitisha changu, kwa sababu sasa nikimpigia simu mama yangu nikwambia mimi niko kwa shida, naomba msaada wako, atanitumia tu ile hela ya tuktuk, maana yake ndio anaweka. Hapa pagumu sasa. Kwa hiyo unasema ni akiba yako hiyo sasa atakuwa anakutumia. Atakuwa ananipa akiba zangu. Labda ingekuwa ni kabla tuktuk tuanze kuweka hii pesa kwake, basi ungejua kwamba yeye ni mtu wa maana kwangu ama sio wa maana. Maana ningemuelezea chenye umesema na sasa hapo ungeona message. React. Lakini sasa nikimuelezea mama sijini hivi atasema sasa si kuna ile yako. na mzee pia naye ukimwambia pia naye atamwambia mama sasa. Mzee sasa naye nikipiga hivyo atasema sasa si pesa si unajua mwenye anaweka zako, pigie tu. Bwana fresh. Ndio hivyo, tupo naye Marco Roma. Hii ni Sports One Media online TV ambayo inaweza kukuletea matukio ya burudani la spoti pamoja na burudani la mziki. Nenda TikTok, nenda tu follow pale at Sport One Media, vile nenda YouTube, nenda ukaweze pale subscribe channel yetu ambayo ni Sports One Media, na tutakuwa tunazidi kukuletea vitu vizuri. Hii hapa ni Sports One Media, naitwa MC Bizo Saba the presenter. Bye bye.